Mpendwa msikilizaji, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru huyu Mungu wa mbinguni kwa uhai na ulinzi ambao ameendelea kutupatia katika maisha yetu. Sasa tupo katika kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 6 na wa 7. Baba yetu mwema, tunakuja mbele zako watoto wako, tukilihimidi na kulishukuru jina lako kwa yote ambayo tutenda katika maisha yetu. Sasa tunakuja mbele zako tukirudisha sifa na utukufu kwako. Baba, katika wakati huu tunanyenyekea miguuni pako, tukiomba msamaha wa dhambi zetu ambazo tumekukosea. Ukaweza kutusamehe dhambi zetu pale ambapo tumenena vibaya, tumetenda vibaya na kuwaza vibaya, ukaweze kutusamehe. Asante kwa kuwa umekwisha kutusamehe dhambi zetu. Sasa tunakuja mbele zako tukihitaji uweze kutufundisha. Tufundishe sasa kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, katika aya ya 6 ya Ufunuo 8 anasema, na wale malaika 7 wenye tarumbeta 7 wakajitengeneza ili wazipige. Mpendwa msikilizaji, sasa unabii wa zile tarumbeta 7 unaanza tena. Tarumbeta hizi zinaelezewa katika Ufunuo 8 na 9. Kupigwa kwa tarumbeta hizi kunakamilisha unabii wa Danieli 2 na 7, hasa kuhusu kuanguka kwa dola ya Kirumi na kugawanyika kwake katika falme 10. Tarumbeta 4 za kwanza zinaonyesha matukio makubwa yaliyoisababisha Rumi kuweza kuanguka. Mtu anaweza kuona jinsi ambavyo lugha ya huduma ya jioni inatumiwa katika Ufunuo 8 mstari wa 3 hadi wa 5. Ni muhimu kwamba malaika wanapokea uvumba kwenye madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Uvumba, mpendwa, huwakilisha maombi ya watu wa Mungu. Kwa hiyo dua wanazoomba watakatifu mbele za Mungu ni maombi ya watu wa Mungu wanaoteswa. Sasa maombi yao yanasikiwa na Mungu. Ufunuo 8 mstari wa 3 hadi wa 5 kutupatia taarifa muhimu kuhusiana na tarumbeta katika kitabu cha Ufunuo. Tarumbeta 7 ni hukumu za Mungu kwa wanadamu waasi kufuatia maombi ya watu wake waliodhulumiwa. Tarumbeta, mpendwa, kufuatia kifo cha Yesu kama mwana kondoo na huendeleza mfululizo katika historia nzima hadi marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Ufunuo 11 mstari wa 15 hadi wa 18. Soma Ufunuo 8 mstari wa 5 na Ezekieli 10 mstari wa 2. Malaika anajaza moto kwenye chetezo kutoka kwenye madhabahu kisha na uvurumisha chini duniani. Ni muhimu kwamba moto huu kutoka katika madhabahu husika ambapo maombi ya watakatifu yaliwasilishwa. Hii huonyesha kwamba hukumu za tarumbeta 7 huwa zinaangukia wakazi wa dunia hii. Hizi hukumu 7 za tarumbeta zinaangukia wakazi wa dunia katika kujibu maombi ya watu wa Mungu. Watu wa Mungu hawajasahaulika, mpendwa, na Mungu ataingilia kati kwa niaba yao kwa wakati wake. Basi tunaweza kufahamu maana ya tarumbeta. Katika neno la Kiyunani linalohusiana na tarumbeta na kupigwa tarumbeta hujitokeza mara 144 katika fasiri ya Kiyunani ya Agano la Kale. Idadi kubwa sana ya rejea hizo ni 105 kati ya 144 zinahusiana na ama kuashiria vita, zinahusiana ama kuashiria ibada na maombi au muunganiko wa vyote hivi. Andiko moja bayana kabisa juu ya maana ya tarumbeta ni kwamba, ukipata muda soma Hesabu 10 mstari wa 8 hadi wa 11. Katika Israeli ya zamani daima tarumbeta zingepaswa kutumiwa na makuhani. Hiyo ni Hesabu 10 mstari wa 8. Hata vitani. Hivyo kuna maana ya kiroho ambayo Israeli ingepaswa kutambua katika kupiga tarumbeta kuliwakilisha maombi kwa Mungu ili aingilie kati vitani. Vile vile hekaluni na katika siku za sikukuu, kupiga tarumbeta kulimwalika Mungu aingilie kati kiroho katika maisha ya watu wake. Hivyo maana ya kina tarumbeta katika Agano la Kale ni maombi ya agano, ni wito kwa Mungu awakumbuke watu wake. Matukio mengi zaidi kuhusiana na tarumbeta na upigaji wa tarumbeta
katika Agano Jipya yapo katika Ufunuo 8 na 9. Kwa mtazamo wa haraka inaweza kuonekana kwamba kutoa ishara vitani ndio maana tarumbeta 7 za Ufunuo, lakini uhusiano kati ya tarumbeta na muhuri wa 5 husisitiza mada ya maombi kama kitu cha msingi hapa. Tarumbeta ni mwitikio wa Mungu katika maombi ya watakatifu wa Mungu wanaoteseka. Ufunuo 6 mstari wa 9 na wa 10, Ufunuo 8 mstari wa 2 hadi wa 6 huwahakikishia kwamba Mungu amewatambua mateso yao, na hata kama anaweza kuonekana amekaa kimya katika uzoefu wao, tayari anatenda kazi katika historia ili kushughulika na wale ambao wamewatesa. Mpendwa msikilizaji, ni wakati gani sasa tarumbeta zilianza kupigwa? Mpendwa msikilizaji, kutupwa chini kwa chetezo au moto katika Ufunuo 8 mstari wa 5 hupendekeza kwa baadhi ya wanafunzi wa Kiadventista kwamba matukio yanayofuata ya Ufunuo 8 mstari wa 6 ni baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Hii ingemaanisha kwamba tarumbeta 7 huwakilisha matukio ya siku za mwisho badala ya utabiri wa matukio katika mwelekeo wa katika kuonesha hatua za Mungu za kuingilia kati kwa niaba ya watu wake. Ufunuo hutumia vielelezo vya tarumbeta katika Agano la Kale. Tarumbeta vilikuwa vyombo muhimu vya maisha ya kila siku vya Israeli ya zamani. Hii ukipata muda soma hii kitabu cha Hesabu 10 mstari wa 8 hadi wa 10 na Mambo ya Nyakati 2:13 mstari wa 14 na wa 15. Sauti zake ziliwakumbusha watu juu ya ibada hekaluni. Tarumbeta zilipulizwa mpendwa, pia katika vita. Wakati wa mavuno pia tarumbeta zilipulizwa, na wakati wa sikukuu tarumbeta ziliweza kupulizwa, na upulizaji wa tarumbeta uliambatana na maombi. Wakati wa ibada ya hekaluni au wakati wa sikukuu, tarumbeta zilimkumbusha Mungu juu ya agano lake na watu wake. Pia ziliwakumbusha watu wawe tayari kwa ajili ya siku ya Bwana. Hii unapata vizuri katika Yoeli 2:1. Wakati wa vita, sauti ya tarumbeta iliyoambatana na maombi ilimuita Mungu awaokoe watu wake. Dhana hii ndio msingi wa tarumbeta katika kitabu cha Ufunuo. Mpendwa, soma Ufunuo 8 mstari wa 13, soma pia Ufunuo 9 mstari wa 4 na 20 na 21. Tukio linalowakilisha kwa tarumbeta katika Ufunuo hudokeza juu ya hatua ya Mungu kuingilia kati katika historia kama jibu la maombi ya watu wake, wakati ambapo kimsingi muhuri unawahusu wale wanaodai kuwa watu wa Mungu. Soma Ufunuo 8 mstari wa 13 na Ufunuo 9 mstari wa 4 na mstari wa 20 na 21. Tukio linaloashiria kwa tarumbeta katika Ufunuo hudokeza juu ya hatua ya Mungu kuingilia kati katika historia kama jibu la maombi ya watu wake, wakati ambapo kimsingi muhuri unawahusu wale wanaodai kuwa watu wa Mungu. Tarumbeta hutangaza hukumu dhidi ya wakazi wa dunia. Hiyo ni Ufunuo 8 mstari wa 13. Wakati huo huo, haya ni maonyo kwa watu ili kuwaleta katika toba kabla hawajachelewa kabisa. Tarumbeta 7 hukamilisha historia nzima tangu wakati wa Yohana hadi hitimisho la historia ya dunia hii. Hii unaweza kupata vizuri katika kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 15 hadi wa 18. Tarumbeta zinapulizwa ili hali maombi yakiendelea mbinguni. Hiyo ni Ufunuo 8 mstari wa 3 hadi wa 6, na injili ikihubiriwa duniani. Ufunuo 10 mstari wa 8 hadi wa 11 na mstari wa 4. Hukumu za tarumbeta hizi ni kwa sehemu tu mpendwa, huathiri theluji tu ya uumbaji. Tarumbeta ya 7 kutangaza kwamba wakati umeshawadia mpendwa kwa ajili ya Mungu kutawala, kwa ajili ya Mungu kutwaa utawala wake stahiki. Haleluya. Tarumbeta ya 7 zinahusika takribani katika vipindi husika vinavyohusika na makanisa 7. Tarumbeta 2 za kwanza kutangaza hukumu juu ya mataifa yaliyomsulubisha Kristo na kulitesa kanisa la awali, Yerusalemu mwasi na himaya ya Rumi. Hizo ndio tarumbeta 2 za kwanza zinazohusiana na makanisa, kanisa la Yerusalemu lililomsulubisha Kristo na himaya ya Rumi iliyomtesa Kristo. Mpendwa, katika tarumbeta ya kwanza ambayo inapatikana katika kitabu cha Ufunuo 8 mstari wa 7, malaika wa kwanza akapiga tarumbeta, kukawa na mvua ya mawe na moto uliochanganyikana na damu, navyo vikatupwa juu ya nchi, na theluji ya miti ikaungua.
na majani mabichi yote yakaungua. Tarumbeta ya kwanza, mpendwa, inatumiwa lugha ya Agano la Kale ya hukumu za Mungu, yaani mvua, moto na damu, kutoka katika kitabu cha Kutoka 9 mstari 23 hadi 26 na Isaya 10 mstari wa 16 hadi wa 20, Ezekieli 38 mstari wa 22, zinazoelekezwa dhidi ya ishara za watu wa Mungu wa Agano la Kale, yaani uoto na miti, ambayo unapata vizuri katika kitabu cha Isaya 28 mstari wa 2 hadi wa 4, Ezekieli 20 mstari wa 47 na 48. Ndivyo sababu ya pendekezo la somo kwamba tarumbeta ya kwanza huwakilisha hukumu ya Mungu kwa ajili ya Yerusalemu ambayo ilikuwa imemkataa Kristo. Hiyo ni Mathayo 23 mstari wa 37 na 38 na Luka 23 mstari wa 28 hadi wa 31. Mwandishi mmoja mashuhuri ambaye anaitwa Alexander Keith alisema kuwa mwanahistoria Edward Gibbon alieleza vizuri sana matukio haya kiasi kwamba historia yake inaweza karibu kusomwa kama maelezo ya Ufunuo 8 na 9. Hukumu ya kwanza kubwa iliyokuja juu ya dola ya Kirumi magharibi ilikuwa ni uvamizi wa Wagoth chini ya kiongozi wao Alaric wa kwanza baada ya kifo cha mfalme wa Roman Theodosius wa kwanza mwaka 395 baada ya Kristo. Wagothi waliinuka dhidi ya Romani. Mwanzoni waliharibu maeneo mengi ya dola ya Romani mashariki kama Thrace, Makedonia, Attica na Peloponnesus. Baadaye Alaric alivuka milima Alps na kuzingira mji wa Romani. Hatimaye Roma ilianguka mwaka 410 baada ya Kristo. Maneno mvua ya mawe, moto uliochanganyikana na damu yanaelezea uvamizi huo. Kwa mfano mvua ya mawe inaonyesha kuwa wavamizi walitoka kaskazini, maeneo yenye baridi kali, na moto unaonyesha miji na mashamba yaliyochomwa moto, na damu inaonyesha mauaji makubwa yaliyofanywa wakati wa vita. Tarumbeta ya kwanza inaonyesha mashambulizi ya Wagoth dhidi ya dola ya Roman kuanzia mwisho wa karne ya 4 baada ya Kristo. Baada ya kunukuu historia ya The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Alexander Keith alifupisha matukio haya. Alisema hivi: taifa la Wagoth lilianza vita mara tu tarumbeta ya kwanza ilipopigwa. Walivuka mito iliyoganda kwa barafu wakitumia magari yao mazito. Waliharibu maeneo mengi ya Ugiriki. Wanaume waliuawa, wanawake na mifugo walichukuliwa mateka. Vijiji vilichomwa moto na miji kama Korintho, Argos na Sparta iliharibiwa vibaya. Italia ilivamiwa na kuharibiwa. Roma iliteketezwa kwa moto na maiti zilijaa mitaani. Unabii unasema theluthi ya miti ikaungua. Hii inaonyesha jinsi maeneo mazuri yenye rutuba ya dola ya Roma yalivyoharibiwa kabisa na vita. Keith anaendelea kusema kuwa mataifa ya kaskazini mwa Ulaya yalivamia Roman kama dhoruba kubwa, na Gaul, eneo ambalo hili ni la Ufaransa wa zamani, liligeuka kuwa jangwa lenye magofu na moshi. Maelfu ya watu waliuawa. Moto wa vita ulienea katika sehemu nyingi za ufalme. Kwa miaka kadhaa Wagothi walitawala Italia bila kuzuiliwa. Moto mkubwa uliharibu majengo mengi ya Roman. Mwisho Keith alisema kuwa dola ya Roman ilivunjika, nguvu yake ikashushwa chini, na makabila ya kaskazini yakatawala maeneo mazuri ya Ulaya na Afrika. Neno Afrika linafungua hatua ya tarumbeta ya pili. Sasa unabii unahamia kutoka kwa uvamizi wa kaskazini kwenda upande wa kusini wa bahari ya Mediterranean, yaani Afrika kaskazini. Badala ya mvua ya mawe kuanguka juu ya nchi, sasa mlima mkubwa unaowaka moto unatupwa baharini. Asante rafiki yetu mwema, tunakuja mbele zako tukilihimidi na kulishukuru jina lako kwa makuu ambayo umetutendea. Tazama, umesafiri pamoja nasi kuanzia mwanzo wa somo hili mpaka sasa. Jina lako liweze kuhimidiwa. Tunashukuru kwa kuwa kiongozi katika somo hili zuri. Sasa nawaacha mikononi mwako watoto wako
ukawalinde, ukawahifadhi, ukawaangazie nuru ya uso wako, ukawahifadhi na kuwalinda kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen.